الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ليسكن إليها وجعل بينهما مودة ورحمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد قال ربنا سبحانه وتعالى: إن للمتقين مفازا. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia sala na salam Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ninakuhusieni kumwogopa Allah tabaraka wa taala sambamba na kuhusia nafsi yangu katika jambo muhimu kama hilo. إخوة الإيمان، إن موضوعنا في هذه الخطبة نتحدث عن خلق عظيم وأصل كريم، وهو الوفاء بين الزوجين. دوزانو katika imani, maudhui ya hotuba yetu ya leo biidhnillah itakuwa na unwani yenye kichwa cha habari kinachosema mahusiano, uvumilivu katika maisha ya ndoa. Ibadallah, enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, alwafau baina alzawjayn khuluqun fadil, khuluqun karim, wa sifa min sifati almuttaqin. Ndugu zangu katika imani, kustahimiliana, kufanyana subra, kuheshimiana katika maisha ya ndoa ni tabia katika tabia bora, ni katika tabia za Uislamu, ni mwenendo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yaqulu Allah tabaraka wa taala, akisifu kwamba sifa hizi ni katika sifa za Mungu. Allah mtukufu anasema katika Qur'an: walmufuna bi'ahdihim idha ahadu. Wachamungu miongoni mwa sifa zao ni wale ambao wanatekeleza ahadi pale wanapochukua ahadi, pale wanapoahidi kufanya jambo fulani, basi wachamungu ni wenye kuitekeleza ahadi hiyo. Yote imani wasiwaji na jambo zima la ndoa ahdun ni ahadi wa mithaqun
na ni kifungo hali ile nzito, bali huwa mithaqun ghalidh, ni ahadi ambayo ni nzito wanayochukua wanandoa wawili. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa qad afda ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mithaqan ghalidha, mmekwisha kuingilianeni baina yenu na baina ya wengine, na mmechukua wanawake kwa nia ahadi iliyo tukufu, ahadi nzito. Vile vile mmechukua ahadi nyinyi wanaume kwa wanawake. Yote imani. Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala anasema ya kwamba ahadi hii ni kauli wali inda al-ilm, ni pale wali anapomwozesha binti yake kwa kijana fulani kwa kumwambia kwamba zawajtuka, na kuwezesha binti yangu kwamba min imsakin bima'rufin au tasrihun biihsan, na kupa binti yangu uishi naye kwa wema, na ikitokezea tofauti basi ikitokezea kutengana mtengane kwa wema. Ikhwata al-iman, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuingilia nguvu ahadi hii waliochukua wanandoa wawili, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, istawsu bin-nisa'i khaira, ni Waislamu ninakuhusieni kuishi vizuri na wanawake, fa innakum akhadtumuhunna biamanillah wastahlaltum furujahunna bikalimatillah. Rawahu Muslim. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kutuambia sisi wanaume, ninakuhusieni kuishi vyema na wanawake, kwa sababu wanawake wamechukua ahadi ya kuishi na nyie kwa neno la Allah, na nyie pia mmekubali na mmehalalishiwa hao wanawake ndugu zao kwa neno la Allah tabaraka wa taala. Yote al-iman, al-wafaa baina zawjaini, uhusiano uliowema, uvumilivu, kustahamiliana baina ya wanandoa wawili. Hakika jambo hili unwan al-alaqa az-zawjiyya ni jambo ambalo lina mafungamano makubwa na maisha ya ndoa. Hayabadiliki kwa zama kupita kwamba watu wanatakikana waishi vizuri na wake zao katika zama zilizopita, bali kwa zama zinazoendelea watu waishi wanapotaka. Yote al-iman, sisi sote ni mashahidi namna gani sasa hivi talaka zilizotoka katika ndoa za Waislamu. Imekuwa si jambo la ajabu, hata kufikia hatua wengine wanaandaa sherehe kwa ajili ya kufurahikia kupewa talaka. Yote al-iman, huu ni msiba katika mshtama wa Kiislamu. Yote al-iman, walana fi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam uswatun hasana, tuna sisi kwa Mtume wa Allah, rehema na amani zimshukie juu yake, mfano uliokuwa bora. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam huwa sayyidul awliya, yeye ndiye bwana wa kutimiza majukumu, wa kustahimili, wa kuishi vyema na wake zake. Mtume sallallahu alayhi wasallam tazawwaja Khadija radhiyallahu anha, alimwoa ummina Khadija ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuoa baada ya kuishi na Khadija akiwa katika ndoa mke mwingine, basi na yeye mpaka pale alipokufa. Lakini wala yadhkuruha baada mautiha, hakuacha kumkumbuka hata baada ya Khadija kuondoka katika ulimwengu huo, kwa kumsifu namna gani alivyokuwa ni mke bora, kama alivyokuwa yeye namna gani ni mume bora. Hata qalat Aisha radhiyallahu anha, mpaka mama Aisha alikuwa akisema, ma ghibtu ala ahadin min nisa'i nabii ma ghibtu ala Khadija, mimi sijaona wivu, yani sioni kwamba kuna wivu kwa watu wengine wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kama vile ambavyo ninaona wivu kwa Khadija. Hali ya kuwa sijaona basi, kwa sababu wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam anaishi na Khadija bado walikuwa watu wengine hawajaja. Mama Aisha radhiallahu anha anasema jinsi alivyokuwa
akimtaja Mtume sallallahu alaihi wasallam mbele yake, yani akimsifu namna gani alikuwa akiishi naye vyema, mpaka alikuwa akiona wivu, mpaka alikuwa anasema Khadija, kana lakum fi dunya illa Khadija, kana kwamba hamna katika hii dunia isipokuwa Khadija. Ina maana wanawake wengine wote hamna isipokuwa Khadija. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimwambia, wewe hujui ni namna gani alivyokuwa Khadija. Ndugu zangu katika imani, haya ndio mahaba na ndio mapenzi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha namna gani ya kuishi na wake zetu, mpaka pale ambapo tutakuwa tumewakosa tuwe tunawakumbuka kwa namna tulivyoishi nao kwa wema, jambo ambalo limekuwa ni elimu katika zama zetu hizi. Yani hao waliomo katika ndoa wanatamani kila mmoja apite upande wake aangalia kwake, yani hawatamani kabisa kuishi pamoja kutokana na vurugu zilizomo ndani ya ndoa zetu. Ndugu zangu katika imani, alwafaa baina zawjain maashara almu'minin, yani ndugu watukufu wa Islam, jambo hili lahu usulun famin dhalik, na mahusiano mema katika ndoa, miongoni mwa mambo mazuri tunayotakiwa kuyafanya, ayuhsina alzawjan muamalatan ba'dhuma ala ahad, ni kila mmoja wetu kusimama katika nafasi yake, kuishi vizuri na wanandoa wawili, kila mmoja kusimama katika nafasi yake, fi siha, katika wakati wa afya iliyoboreka, wal marad, hata wakati mmoja wapo anapokuwa anaumwa, wal faqr, na kipindi ambacho Allah tabaraka wa taala ametia mtihani wa fakiri wa maskini, mambo hayaendi, hata walghina, katika kipindi ambacho Allah tabaraka wa taala amenyoosha mambo, ameweka mambo vizuri, washibati washaykhuha, na katika umri wa ujana, hata katika umri wa uzee, ni watu wanatakikana kuhusudiana vyema katika maisha ya ndoa, ili kusukuma gurudumu la mujtama kwa jumla. Ndugu zangu katika imani, wasara, watu wanatakiwa kuishi vyema vizuri katika wakati wa furaha, lakini katika wakati wa majanga mbalimbali. Wa mimma yusaf, lakini kinachosikitisha zaidi ndugu zangu katika imani, anna ba'd ar-rijal, baadhi ya wanaume, yuhmilu ma'atahu wala yuhdi ma'aha idha kanat mariba. Baadhi ya wanaume katika zama zetu tunatelekeza wanawake wanapokuwa katika hali ni wagonjwa, wanaumwa au wana mambo mbalimbali yanayokuta, hatuwafatilizi kama sheria inavyosema. Au idha kanat hamil, au mwanamke anapokuwa ni mjamzito, yuqassir fi haqqiha, wengi kupunguza haki zake kwa mkewe, hatekelezi majukumu yake vile inavyopasa, wayuhmiluha, na anamtelekeza kabisa, wahakadha hajaraha, na wakati mwingine humuhama kabisa. Ndugu zangu katika imani, ahadha min alwafa, huku ndiko kutekeleza ahadi tuliyokuwa tukichukua ndani ya msikiti au ndani ya sehemu tunayofundisha ndoa. Kabla ya kuoa, kijana anasema, mimi kabla ya kumuoa fulani, basi nisipomuoa fulani sina mke mwingine nitakayemuoa. Na binti wa kike naye anasema, kabla mimi sijaolewa na fulani sioni mume mwingine kunioa. Lakini baada ya wazee kuifanya juhudi wakaunganisha watu hao, kinachokwenda kutokea ni majuto baina ya wazazi. Ndugu zangu katika imani, ahadha min alwafa, hili huku ndiko kutekeleza ahadi katika ndoa zetu. Baada ya wanawake kuwa umri umeenda, watahaba jamala, uzuri wake tayari umeondoka, wewe unamtelekeza, huna habari naye. Ahadha min alwafa, huku ndiko katika kutekeleza ahadi. Unamuhama, huna habari naye, unamwachia watoto, hufatilizi watoto wako ambao wametokana na wewe, huna habari nao. Haya ni mambo matupu ambayo yanaendelea katika ndoa zetu. Ndugu zangu katika imani, annahu ma yakthura sinha wa dhahaba jamaluha wa hiya allati kanat ma'aka fi sarra wa dharra, huyu ni ambaye ulikuwa naye tangu zamani, leo mwanamke umekuwa mkubwa, umeondoka uzuri wake, na ndiye ambaye alikuwa na wewe katika shida na furaha, leo unamtelekeza, huna habari naye. Ahadha min alwafa, yukhadha al-iman wa hiya allati waqafat bijanibi,
na huyu ambaye alikuwa amesimama pembeni yako, yakunu jazaoha ijranuha, je, malipo yako yanakuwa wewe kumtelekeza, kumkimbia, kumwacha na watoto? Ikhwana imani, lazima kila mmoja asimame katika nafasi yake ili tuondoe watoto wa mitaani, kwa sababu utakapomtelekeza mwanamke ukamwachia watoto hajui ya kufanya, na wewe ndio kichwa wa familia, fahamu kwamba unamtia doa Uislamu ndio katika imani. Wafina mukabili na katika kinyume chake sasa, baadhi ya wanawake tariki watu likauliha anamchukia mumewe kwa sababu tu ambazo hata hazifahamiki, sababu kuna kipuuzi. Inafaa fakira mumewe anapopata hata ufakiri, anapokuwa ni maskini au swala mariwa au amepata maradhi, humdhihirishia chuki, humtenga, humfanyia uadui, wakiwa bado wao unaliondoa. Wanawake nao wanatumia fursa kama hizi kuziharibu ndoa kwa nafasi yao kwa kuto kusikiliza na kuwapatiliza waume zao, jambo ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam anaonyesha watu wa motoni, anasema faraitu akthara ahliha an-nisa, wengi katika watu ambao nimeona katika moto ni wanawake. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kufuru kwao, kwa kukataa kwao. Masahaba wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ayakfuruna billah, wanamkufuru Allah? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kufuna al-ashir, kwa sababu ya kukataa kwao wema wanaofanyiwa na waume zao. Lau ahsanta ila ihdahunna, lau kwamba utamfanyia wema mwanamke mwaka mzima, thumma ra'at minka shay'an, kisha ukateleza siku moja ukamfanyia jambo baya, basi maneno yake makubwa yanazungumza, mimi sijawahi kupata jema lolote kwa wewe. Haya ndio maneno ya wanawake wanazungumza. Harusi zote mtakiendale, nitokee mara moja, mambo yanakwenda wote, ukamwambia maradhi na nafasi, majibu yanapokuja unaweza kunifanyia hata siku moja. Haya ndio maneno ambayo wanayazungumza wanawake, maneno ambayo hupelekea kuivunja ndoa basi na sababu za msingi. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa mahusiano mazuri, kujenga ndoa zetu vizuri, ni kila mmoja ayahriza kila wahidan min az-zawjayn ala iffati al-akhar, ni kila mmoja kujitosheleza na mwenzake, kujizuia kwa mwenzake bil usulubi hasan, kwa tabia zilizojema, wal kalam tayyib, na maneno mazuri. Leo maneno mazuri hayapatikani katika ndoa zetu, huko nje, lakini tukiingia ndani ya ndoa zetu, maneno tunayokuwa nayo ni tofauti kwa wanaume na hata wanawake. Ndugu zangu katika imani, fala yambaghi lizawji, hatakikani kwa mwanaume ayutia al-ghiyab, kurefusha muda wa kuwa mbali na familia yake, al-ghiyab hatta la yuqia nafsahu bima harama Allah, mpaka jambo hilo likapelekea kuingiza nafsi yake katika yale ambayo ameharamisha Allah tabaraka wa taala. Walau kana al-ghiyab li talabi rizqi, hata kama jambo hilo limepelekea kuwa mbali sana familia yake ni kwa ajili ya kutafuta riziki au bijaa au kwa biashara au ghairi dhalik au vinginevyo visivyo hilo. Wamefikia baadhi ya ulama kusema ya kwamba la yutilu al-ghiyab akthar min 6 ashhur, asiye mbali mtu na familia yake zaidi ya miezi 6. Leo watu wanatelekeza familia zao, mtu anakwenda na kujua yeye zaidi ya miaka kadhaa. Halafu tunajenga mazingira gani katika familia zetu? Ndugu zangu katika imani, hivyo yajibu ala al-mar'a, ni wajibu vile kwa mwanamke naye antakuna wasiyatan li zawjiha, kuwa yeye ni mwenye kujitosheleza, kuwa ni mwenye kumheshimu yule mumewe, watahfadhu fi nafsiha, aihifadhi yeye nafsi yake min al-ruku'i bil fahisha, kuingiza katika madhambi, katika mambo mabaya. Aihifadhi nafsi yake, kujichunga katika yale ambayo ameharamisha Allah tabaraka wa taala, wala isimpelekee yeye kufanya mambo ambayo yatamchukiza mumewe, lakini yatamchukiza Allah tabaraka wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala, ninakuhusieni kwa mara mbili kama vile ambavyo ninahusia nafsi yangu katika jambo zima la kumcha Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, yaqulu Allah tabaraka wa taala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah tabaraka wa taala anasema miongoni mwa alama zake ni kukuumbieni nyie wanaume wanawake wanaotokana na nyie, na lengo kubwa la ndoa ili watu wapate kutulizana, wapate kupendana, wapate kuoneana huruma. Je, huruma ipo katika ndoa zetu ndugu zangu katika imani? يقول الله تبارك وتعالى فصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. Allah tabaraka wa taala akiwasifu wanawake waliowema, wanawake ambao wanafanya wema kwa waume zao, wanafanya wema kwa Allah tabaraka wa taala, ni wanyenyekevu lakini ni wenye kujihifadhi katika yale ambayo Allah tabaraka wa taala ametaka wajihifadhi nayo, pale ambapo waume zao hapo au waume zao wako mbali. Tahfaduhu fi ghiyabihi, ajihifadhi mwanamke, ajihifadhi mwanaume akiwa mbali na mkewe, na ajihifadhi mwanamke naye akiwa mbali na mumewe, na hifadhi mali ya mumewe. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema bora ya mwanamke ni yule ambaye idha nazarta ilayha sabata, utakapomtazama unafurahi, lakini wa idha mata'at, unapomwamrisha anakutii. Katika jambo ambalo hupelekea ndoa nyingi zikavunjika ni kukosa taa ya wanawake kuwatii waume zao. Leo mwanamke ni mtu wa kutoa taarifa tu kwa mumewe. Mume hayupo, amekwenda kazini, bila hata akija anakuta ufunguo kwa jirani, akiuliza mama fulani ameenda sehemu fulani, amesema tukija tukwambie. Hizi ndizo sifa walizonazo wanawake katika zama hizi. Ndugu zangu katika imani, pamoja na haya Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wa idha ghibta anha, na ukiwa mbali naye mwanamke mwema, hafidhatika fi mali, anahifadhi mali yako wa fi nafsiha, na yeye mwenyewe anahifadhi. Yote imani. Maisha ya ndoa ni maisha ya kutegemeana baina ya jinsia mbili tofauti. Ni lazima tufanye subra, tufanye ustahimilivu ili gurudumu la kuzilea ndoa zetu ikae vizuri. Wala si akaona kwamba mwanaume kuona kana kwamba ndoa yake ni kama vile timu ya mpira, kwamba akiacha mchezaji huyu atakwenda kuchukua mchezaji mwingine. Haya si malengo ya ndoa ndugu zangu katika imani, kwamba ni kuoa na kuacha. Hebu kama vile ambavyo mazingira ya jambo yanatengenezwa kabla ya jambo la ndoa, hebu hata inapotokezea mizozo mbalimbali katika ndoa, hebu kama vile ambavyo ulishirikisha watu, washirikishe watu ili wakupate ushauri kutoka kwa wazee. Usichukulie hatua mkononi mwako. Hawa wanawake wengine wenyewe wanatafuta sababu za kuvunja hizo ndoa. Wakati mwingine mwanamume si kitu, nitakuacha, usiende sehemu, nitakuacha. Uache hii tabia ya mwanamume. Usitamke talaka ovyo ovyo. Wewe ambaye unatamka na unakuja kuacha basi na kutambua, kisha unakuja kusumbua watu kama nimeacha talaka tatu, je ni tatu au ni moja? Tayari umeacha, lakini roho yako bado ipo, hujui la kufanya ufanye nini. Hebu bila ya kuivunja ndoa yako, eka watu chini, mipango ni jambo vizuri, usipelekee mizozo ndani ya ndoa ndugu zangu katika imani. Yote na imani. Ana baadhi ya azwaj, baadhi ya wanaume itatazawaj ala mra'atihi, atakapoa mke mwingine, yule mke aliyenaye mala ila ihdahuma, anazidi upande mmoja duna al-akhar, kinyume na yule mwingine.
farubama tazawaja thania, anakuwa ameoa mke wa pili, lakini anamsahau yule wa mwanzo, anamuhama, anamtelekeza nafsi ya jamaa, anasahau ule uzuri aliokuwa nao, wala hana time naye. Na wengine ameoa mke wa pili, lakini yule wa mwanzo yule ambaye anaishi naye kwa upendo kwa siku kadhaa, baada ya hapo yule mke wa pili aliyemuoa hana tena time naye. Haya ndio mazingira ambayo hupelekea jamii kufarakana pakubwa katika masala ya ndoa, kuzidisha watoto wa mitaani, kufanya mabanati wadogo wameolewa lakini wametika katika muda mfupi, leo wanatembea na mitaa. Ndio hawa wanaishi katika mazingira magumu, kupelekea hatari katika jamii ya zinaa kuongezeka. Ndugu zangu katika imani ya hada imani, fahadha laysa min alwafa, huku si katika kutimiza ahadi. Faidha kunta ghaira qadirin ala alhajj, ikiwa wewe huwezi kufanya uadilifu, falima tuadhib, kwa nini unaongeza mke? Na huwezi izuie, kwa sababu Allah tabaraka wa taala ameweka hii sheria, lakini ishtara Allah ameweka sharti la kwamba mtu afanye uadilifu. Ikiwa wewe huwezi uadilifu, Allah anasema vipi? Fankihu ma taba lakum min an-nisa mathna wa thulatha wa ruba, oweni wale mnaopenda katika wanawake wawili, watatu na wanne, lakini kwa sharti ya kufanya uadilifu. Falima tuadhib wa tadalaa bibanati nas, kwa nini unaongeza mke aliyakuwa huwezi na unachezea tu binti za watu? Kwa nini ndugu yangu katika imani unafanya hili jambo? Allah tabaraka wa taala anasema fa in khiftum alla ta'dilu fawahida, ikiwa huwezi kufanya uadilifu bakiana mke mmoja, uendelee na maisha. Usioe kwa mrengo kwamba muona rafiki yako fulani na wake wawili watatu nayo wakajitia kichwa, baada ya siku mbili tatu umeacha kule ulipo. Usifanye hizo habari ndugu katika imani. Allah anasema fala tamilu kulla al-mayl fatadharuha kalmu'allaqa, usizidi upande mmoja ukamwacha yule mwanamke ukamfanya kana kwamba ni mkongomanizi, hajui yuko juu wala hajui yuko chini. Tuitengeneze ndoa zetu, tuishi kwa wema ili tufikie malengo ambayo ametuwekea Allah tabaraka wa taala. Wala tusifanye ndoa zetu kwa ni sababu za magomvi za kuvunja familia, tukasahau wajibu wetu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Wala tusiishi kwa kutafutiana sababu, kwa sisi kuwatafutia sababu wake zetu tunaishi nao ili tu mmoja, wala mwanamke naye asitafute sababu za ili apewe talaka, aende akaa naye sherehe kwa nini ameachwa. Haya ndio yaliyofika katika umma wa Kiislamu. Ndugu zangu katika imani, Allah tabaraka wa taala anasema katika Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud, tekelezeni ahadi. Na katika ahadi ni nia ambayo umeichukua ya kuishi na mtoto wa watu kwa wema, na binti naye aliyekubali ya kwamba ataishi kwa mume wake kwa wema. Kwa nini wanaume hawataki kutekeleza hiyo ahadi, lakini kwa nini wanawake nao wameshindwa kutekeleza hiyo ahadi? Turudi ndugu zangu katika imani, tuangalie, tusome sira ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, vipi ameishi katika maisha yake na wake zake. Tuwasome masahaba ni namna gani waliishi katika ndoa zao. Je, kulikuwa kutokea husumati? Alikuwa hapishani? Je, lakini ni namna gani walipokuwa wakisolve migogoro ya ndoa zao? Leo watu wanawezeshana misikitini, lakini wakati wa kutokea mitandao ndio inaamua maisha yao halisi baada ya talaka. Ndugu zangu katika imani, hii si katika Uislamu. Mwanaume hatakiwi kuweka mipaka yake nyumbani kwake kwa kumwambia mkewe, ukifanya jambo fulani nimekuacha, usitunuke talaka. Huko ni sawasawa na kumpa chizi kibiriti akiwa yuko sheli, kuambia kwamba ukifanya jambo fulani ndio talaka yako. Haya ni maneno ambayo vijana wengi tumekuwa tukiyatamka kwa wake zetu. Tusifanye haya mazingira. Kama vile ambavyo umeonyeshwa vizuri, vikitokezea kabla ya hapo, sisi Uislamu umetuelekeza njia za kupita, hatua moja baada ya nyingine. Ikitokezea migogoro na ndoa, vipi tufanye? Kwa nini tunaishi katika mazingira ya kuigaiga, kupenda kila jambo, kuharibu ndoa zetu? Ndugu zangu katika imani, tukifanya hivi
tutaongeza idadi ya watoto wengi wa mitaa, kwa sababu utamwacha mke akiwa na watoto 4, mke hana shughuli ya kufanya. Hawa watoto watashughulikia vipi kama si kwenda kuchanganyana na wanaume huko Masela au na sehemu nyingine? Matendo yake ni nini kitakachofuatia? Ni balaa, ndugu zangu katika imani. Hebu kila mmoja atimize wajibu wake katika ndoa yake, ili tuishi katika mazingira ambayo ametuelekeza Allah tabaraka wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.